Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, jina langu ni Official Rose D. Karibu sana katika channel hii, uendelee kusubscribe na uendelee kuwa mwanafamilia wa kwetu wa kuhabarika nasi kila wakati. Leo tunaangazia katika ulimwengu wa habari na matukio ambako inasemekana aliyedaiwa kuhusika na mauaji ya waandamanaji Oktoba 29 amekana kuhusika, adai sio yeye. Kwani ni nani? Haya ni Hamza Msoga ambaye alikuwa akihusishwa moja kwa moja na matukio ya vurugu ambayo yalitokea tarehe 29 mnamo mwezi Oktoba, ambaye ametoa ushahidi wa video unaonyesha wazi kuwa yeye si askari na kwamba alihusika kama dereva tu katika eneo hilo. Video hiyo inathibitisha kwamba alihusika katika usafirishaji wa abiria na hakuhusiana na namna yote ile ya vurugu au mauaji ambayo yalitokea siku hiyo. Akizungumza pia na vyombo vya habari, Bwana Hamza amesema kwa taarifa zinazomhusisha kama askari ni za uongo na zimekuwa zikimharibu kisaikolojia pamoja na heshima yake katika jamii. Ikono kuu ya kwanza ya Bwana Hamza anasema, mimi nilikuwa dereva sio askari. Nimechukulia matukio hayo kwa huzuni kubwa, lakini siwezi kuhusika na kitendo chochote cha vurugu. Aliweza kusema maneno hayo Hamza. Lakini pia wakuu wa jamii na mashirika ya kiraia wameweza kusema kuwa na kutoa taarifa zisizo sahihi juu ya watu wa kawaida kwamba kunaleta hofu na huchangia ugumu wa kupata ukweli. Hii inashughulikia pia tatizo la kusambazwa kwa taarifa zisizo sahihi kwenye mitandao ya kijamii na kuathiri maisha ya watu wasiohusika moja kwa moja. Lakini kiukweli mpaka sasa vyombo vya dola vinachunguza tukio la Oktoba 29 ambalo lilitokea, huku wakisisitiza basi umuhimu wa kutumia ushahidi halisi na wa uhakika kabla ya kuhusisha mtu yeyote yule katika matukio ya vurugu. Jamii kiukweli inaendelea kuhimizwa kuwa makini na habari ambazo wanashiriki ili basi waepuke kueneza uongo ambao unaweza kuharibu heshima na usalama wa raia yeyote yule wa kawaida. Hamza Msonga pia ameahidi kushirikiana na vyombo vya dola vya usalama ili kuthibitisha ukweli na kuondoa shaka yote ile ambayo inazungumzika kuhusu ushiriki wake katika vurugu za tarehe 29 mwezi Oktoba. Sasa tukumbuka kwamba ilikuwa ni siku ya uchaguzi ambako zilitokea vurugu katika baadhi ya mikoa, katika baadhi ya maeneo ambayo ilisababisha kupelekea hasara kubwa ya mali za serikali pamoja na mali za watu binafsi. Hivyo ni kuambia tu mtazamaji kwamba vyombo vya dola vinaendelea kufanya ushirikiano pamoja na jamii katika kubaini wale wote ambao waliweza kuhusika moja kwa moja na matukio haya. Pia tutaendelea kukusogezea kwamba hatima ya haya pia itakuwa ni yapi.